sasa Yanga rasmi ipo katika mfumo wa wanachama 51% na wawekezaji 49%. Lakini pia tumepewa miezi 6 kukamilisha mchakato wote wa mabadiliko ya kiuongozi na kiuendeshaji na kufanya tathmini ya assets za Yanga. Lakini leo tunakuja hapa katika jambo maalum la mahusiano baina ya klabu, baina ya Young Africans na wanachama na washabiki. In details zitaelezwa zaidi na wataalamu, lakini niwaambie tunachokwenda kukifanya leo ni kuleta ile inaitwa 333 kwenye jambo kubwa kama hili. Usemi 442 kama mpira, wanasema double 3. Siku moja nitatoa ufafanuzi hizi double 3 zinatumika vipi. Ni katika mambo makubwa kule kwenye siasa wanatumia hii, kwamba ukiwa na jambo kubwa inaitwa 333. Kwa hiyo tunafanya 333. Tunaunganisha baina ya wanachama na washabiki na klabu yao in digital, katika mfumo wa kidijitali. Na ndio maana tumesema kuna Ncard hapa na kuna Kilinet. Ncard ni taasisi ya kiserikali ambayo pamoja na ile kadi yake kutumika katika mambo kadhaa, ikiwemo vivuko, ikiwemo kwenye mabasi, ikiwemo na sehemu nyingine chungu mzima, hizi mambo ya mabasi yanaitwa nini yale, mwendo kasi. Lakini Ncard ndio yenye dhamana na washabiki wanaoingia mpirani. Si umeiona hiyo 333 inavyokuja? Yani Ncard huwezi kuingia uwanjani na kadi yangu hapa ya benki yoyote ile, ila kwa kadi ya Ncard. Kwa hiyo tunaunganisha hawa Ncard na Young Africans kwa sababu wako connect na football wenyewe. Na sisi Yanga ni klabu ya mpira. Yani Yanga maana yake ni klabu ya mpira. Hasa lazima washirikishe wazee hawa, lakini kuna Kilinet, wao ni wataalamu na wamekuja na mtaalamu, watatuelezea namna ambavyo mwanachama na mshabiki atakavyoshiriki katika klabu hii kubwa. Hii ni klabu ya mfano, ni klabu ambayo mambo yake yako huru. Jana nilikuwa namwambia rafiki yangu mmoja, ile katiba ipo katiba. Nilikuwa namwambia rafiki yangu mmoja, kuna mmoja aliona aliandika mahali Yanga inauza katiba. Ndugu zangu, katiba hii haiwezi kuwa kubwa kuliko katiba ya Tanzania. Haiwezi. Nani aliwahi kupata katiba bure hapa ya Tanzania? Sisi zinatengenezwa hizi, zinachapishwa. Katiba hii kila mmoja anaijua, wanachama, washabiki wetu wanauziwa, wanaisoma. Katiba gani iliyokuwa wazi ya mpira? Jiulizeni swali, hii katiba nyingine mnaziona? Hasa hoja tena inahamishwa, tunauza katiba. Iko katiba inatolewa bure. Nenda pale kwenye ofisi za serikali, kwenye duka la serikali kama utapata bure. Katiba ya nchi. Sisi wa Tanzania, nenda pale kwambia mimi Tanzania nipeni katiba yangu bure. Kawaambie uone utakavyokufanya. Kutakuja mgambo atakufanya vitu vibaya, watafyatua nyonga zako zote. Hatuwezekani, hivi vitu vinachapwa, vinaingia gharama. Sisi tunapeleka vitu kwa uwazi. Na ndio maana ipo hii katiba ya Young Africans. Kila kitu kipo. Hatuwezi kuogopa kwa sababu yaliyomo humu ndio tunaokwenda kutekeleza. Ukiona watu wanaficha katiba yao wenyewe, maana yake yaliyomo sio wanaotekeleza. Sisi hatufanyi kazi hizo. Mchakato wetu umeenda huru, kila mmoja ameshiriki kwa uwazi, na sasa tunaingia kwenye utekelezaji. Na leo tunazindua
muunganiko wa washabiki na wanachama kwa klabu yao. Hasa nimetoa introduction fupi hii ili tujue leo tuko hapa kwa ajili ya jambo gani. Hatuko hapa kumtangaza mchezaji, wala tuko hapa kwa ajili ya jambo lenye maslahi makubwa ya klabu. Tutakuwa na Young Africans klabu ambao utahusisha wanachama, lakini kutakuwa na upande wa wawekezaji, lakini tutatengeneza kampuni ya pamoja itakao run team na shughuli nyingine ambazo ni za furaha kwa wanayanga. Kabla sijamkaribisha Vice Chairman ambaye yupo hapa kwa niaba ya mwenyekiti wa klabu ya mpira Young Africans, Professor Msola, ambaye kusema kweli anaonyesha weledi kuiongoza klabu hii kubwa na kushiriki. Hawa wataimbwa kamati ile tendaji ya Dr. Msola na wenzie wataandikwa kwenye vitabu vya historia vya nchi hii kwa kushiriki mchakato huu. Na wanayanga kote nchini tuwaheshimu sana generation hii ya Dr. Msola na kina Frederick na dada yangu Suma na kamati nzima ya utendaji. Nyakati nyingi huko nyuma tumejaribu kufanya Young Africans kuingia katika mifumo hii, lakini ilikuwa ngumu. Lakini hao wameufanya kwa uwazi, kwa uhakika. Na ni kwa sababu watu wa mpira, nani asiyojua uwezo wa mwenyekiti Msola kwenye mpira na historia yake kwenye football nchi hii? Una question kuhusu Senzo Mbatha Mazingiza, yani wewe wale wa South Africa wakwambie bwana hebu shiriki ni jambo la kombe la dunia, alafu wewe Mswahili mmoja unasema huyu Senzo wajui, wewe ndo unajua. Vice Chairman amekuwa Secretary General wa TFF, tena wakati ule yuko rais wake Tenga. Nyinyi mnamjua Tenga alivyonyooka, wewe kaena Tenga 6 years mchezo. Hawa watu wana uwezo. Shida ya hawa viongozi wa Yanga sio watu wa mbwembwe na kujidai, ndio kinachoa cost yao. Yani wao wako yani okay sawa, lakini hawa wana uwezo mkubwa sana. Na kusema ukweli mimi nashukuru sana kukaa katika klabu hii, kuja kwenye klabu hii. Najihisi niko kama, sisemi niko peponi, lakini niko kwenye raha ya dunia. Na mimi kwa sehemu ya mchakato huu na mwenzangu Bumbuli tuna raha sana. Frederick Lugano Makalibela, Vice Chairman wa club kubwa nchi, mabingwa mara 27, klabu ya kwanza kubwa, klabu pekee kubwa Afrika Mashariki na ya Kati, klabu iliyoshiriki kutengeneza nchi inaitwa Tanganyika na Tanzania. Karibu uzungumze na wanahabari na Watanzania wanaokusikiliza moja kwa moja kupitia Azam TV na mitandao ya kijamii. You're welcome brother. Asante sana Haji, nakushukuru sana. Ndugu zangu wanahabari, natambua uwepo wa meza kuu, natambua uwepo wa kampuni zetu mbili kwa maana Killnet pamoja na Ncard. Leo hii ndugu zangu wanahabari, klabu ya Young Africa tunasema kwamba tunatengeneza historia. Kama ilivyoongea ndugu yetu Haji, kwamba historia tunaiweka. Wakati tunaomba ridhaa ya kuwa viongozi wa klabu ya Yanga, Dr. Mshindo Msola pamoja na kamati ya utendaji, moja wapo ya sera yetu kubwa ilikuwa kuhakikisha kwamba tunafanya transformation. Na katika jambo la transformation, napenda nichukue nafasi kubwa kwanza kuwashukuru wenzetu wa GSM ambao wametusaidia katika jambo kubwa sana kama hili ambapo tunafikia. Kama mnavyofahamu, tuliingia mkataba na La Liga na GSM waliplay a very big part, kwamba walikuwa ndio wadau wetu wakubwa. Wameingia gharama nyingi tu kuhakikisha kwamba jambo letu linafanikiwa. Lakini nichukue nafasi hii pia kuwashukuru wajumbe wa mkutano mkuu ambao kwa kauli moja walipitisha kwamba sasa tuende kwenye mabadiliko. Nakumbuka siku ya mkutano mkuu tukiwa na ndugu yetu Jakaya Mrisho Kikwete, Dr. Rais wa awamu ya 4,
ambaye alikuwa ndio mgeni rasmi katika mkutano wetu, wakati mwenyekiti Dr. Mshindo Msola akiwauliza wananchi, mnataka mabadiliko? Watu wote walisema ndio, tunataka mabadiliko. Lakini Mheshimiwa JK akasema hapana, tuwape nafasi na watu wasiotaka mabadiliko. Kwa nikamnong'oneza Dr. Mshindo Msola kwamba tuwape nafasi watu wasiotaka mabadiliko na wenyewe wasimame. Dr. Mshindo Msola akasema wasiotaka mabadiliko msimame. Hakuna aliyesimama. Kwa asilimia 100 tulikuwa tumekubali mabadiliko. Katiba yetu ikatengenezwa kama alivyoongea ndugu yetu Haji, na serikali na vyombo vyake mbalimbali vikapitisha, yakapo marekebisho madogo ambayo tukayarekebisha. Lakini kinachonifanya nisimame hapa leo hii ndani ya katiba yetu ni swala la wanachama. Kwamba sasa wanachama wetu tutakuwa na aina mbili za wanachama. Kwa maana ya wanachama na mashabiki. Kwa tutatoa kadi zetu za aina mbili ambazo zitazinduliwa leo. Tumekuwa tukifuatilia sana kwa ukaribu mambo ambayo tulikuwa tunaenda kuzindua matawi, mimi na wenzangu wa kamati ya utendaji na viongozi wengine. Kila mtu alikuwa kilio chake kubwa ni kwamba tunaomba kadi. Leo hii tutakuwa tumetimiza kiu ya wanayanga. Kwamba leo ndugu zetu NCAD na Killnet watatueleza utaratibu ulivyo, na viongozi wenzangu ambao tumepatana nao wataeleza utaratibu ulivyo. Lakini cha msingi ni kwamba sasa wanachama wetu huko waliko mikoani, nchi nzima, wajiandae kuweza kuanza kupata kadi. Tumeshaandaa leja na leja zinapatikana pale ofisini, kwa watu wanakaribishwa kwa ajili ya kuweza kupata leja ili waweze kuanza kujiandikisha na tuweze tukawapa kadi kwa kutumia kidijitali. Kwamba Yanga sasa tumevuka kule waliko wengine, tunakwenda sehemu nyingine. Lakini kikubwa ninachosema ni kwamba pamoja na mambo yote, leo hii kamati ya utendaji chini ya Dr. Mshindo Msola tumeandika historia. Tutakapokuwa tunaondoka katika madaraka katika siku za usoni, basi tutaacha alama ambayo vizazi. CEO wa klabu ya Yanga. Sasa kabla ya kuwapa NCAD na Killnet, nilikuwa nashauriana hapa na head of finance wa Yanga, Mr. Haji. Kwa kuwa GSM ilishiriki kikamilifu katika mchakato huu kwa muda mrefu na ni sehemu ya mchakato huu, na kwa kuwa tunaye mkurugenzi wa uwekezaji wa GSM, kabla ya kuwapa our partners ni vizuri angalau taasisi ambayo imeshiriki iseme walau maneno machache, na baadaye tutumie hiyo nafasi pia kwa Bwana Hersi kuwakaribisha partners ambao tutakwenda kufanya nao kazi. Kwa hiyo ukishasema mawili matatu, baadaye utakaribisha NCAD pamoja na Killnet. Kwa ruhusa yako CEO, naomba nimkaribishe ndugu yangu Hersi, rafiki yangu. Wakati huo jamaa alikuwa anasema wewe kwa nini kana Hersi vipi? Niko bana mtu bora mkataza na sande wakati kwa Degelis. Habari za mchana, mabibi na mabwana. Makamu mwenyekiti wa klabu ya Yanga, Kangu Mkalevela, wajumbe wa kamati ya utendaji Young Africans, CEO na secretariat yote. Lakini pia nichukue fursa hii kuwashukuru Killnet pamoja na NCAD kwa kuwa hapa na leo tunakwenda kufanya jambo la kihistoria kubwa. Tunashukuru sana pia waandishi wa habari na wanahabari wote ambao wamehudhuria hafla hii. Mimi nina mambo machache tu ya kuongezea, yote yamesemwa na viongozi wangu waliotangulia. Mawili ambayo ningependa kuyasema. La kwanza, nichukue fursa hii kumshukuru mmiliki wa kampuni ya GSM Mr. Ghalib Said Mohamed kwa kuhakikisha anafanya mambo makubwa kwenye kuendeleza mpira wa nchi yetu. Alipokuja mara ya kwanza kama sponsor wa Yanga na akaweka fedha zake, lakini bado ilikuwa ni mpango wa muda mfupi wa kuhakikisha anaitoa klabu ya Yanga mahali ilipo
na kuisogeza mahali pazuri. Lakini mpango wa muda mrefu ambao ni muhimu sana kwa klabu iweze kujisimamia ilikuwa ni kutengeneza mfumo ambao ni imara sana utakaofanya klabu kuwa imara. Kwa hiyo ilipokuja project ya transformation ambayo ilikuwa ni sera mojawapo kubwa ya Dr. Mshindo Msola, basi Mr. Ghalib aliwekea nguvu kubwa sana kuhakikisha kwamba anaisupport project hiyo ili Yanga iweze kuwa imara kwa muda mrefu. Kwa hiyo support ambayo alikuwa anaifanya tunaweza kusema ni short term plan, lakini long term plan ya kuifanya club ifanye vizuri ni kuwa na mfumo imara ambao ndio huu wa mabadiliko ya kiuendeshaji. Kwa hiyo namshukuru sana. Lakini la pili, mimi watu wanashindwa kuitofautisha sana position yangu. Mimi ni nasimama kama mwekezaji kupitia sponsor kupitia kampuni ya GSM, lakini mimi ni mwanachama na mshabiki wa klabu ya Young Africans. Huwezi kutofautisha hivi vitu viwili. Nafasi yangu kwenye klabu ya Yanga itabaki kwa pale, whether GSM anaidhamini klabu ya Young Africans au haidhamini. Na nafasi yangu ya kikazi ambayo ni mkurugenzi wa uwekezaji wa GSM itabaki kwa pale. Kwa hiyo lazima watu waelewe tofauti ya hivi vitu viwili. Kuwa sponsor ni sehemu mojawapo na hiyo sponsorship ni ya GSM, sio ya Hersi. Lakini kuwa mwanachama wa klabu ya Young Africans sio GSM mwanachama. Mwanachama ni mimi Hersi. Na hivyo vitu lazima tutofautishe. Kwa hivyo baada ya kuyasema hayo, leo tuna furaha kubwa kuhakikisha kwamba klabu inakwenda kwenye mfumo wa muda mrefu ambao ni sustainable kwa ajili ya maendeleo ya klabu yetu. Na kwa maana hiyo tuna furaha kubwa kufikia nafasi sasa leo ya kusaini mkataba na kampuni ya Killnet ambayo ni technological partner na klabu ya Young Africans, lakini pia NCAD ambao wamepewa dhamana na mpira wetu kwa ajili ya kuingiza watu viwanjani. Wako watu ambao wanaweza kusema kwa nini Yanga inaenda kusaini mkataba na NCAD, kwa nini sitafute mtu mwingine wa kutengeneza kadi? Nataka niwaambie tunapiga ndege wawili kwa jiwe moja. Biashara ya Yanga ni biashara ya football. Na football hiyo mamlaka kuingia viwanjani wamepewa NCAD. Sasa huwezi kuwa na kadi tu nyingine inamtambulisha mwanachama wakati NCAD kadi yao leo tutaiona itakwenda kuonyesha muonekano wa kuwa mwanachama mshabiki wa Young Africans, lakini pia upande wa pili itakupa fursa ya kuingia viwanjani. Kwa hiyo Young Africans tunakwenda kupiga ndege wawili kwa jiwe moja. Na Killnet ni technological partner na wao watatusaidia kwenye teknolojia kama Mohamed atakapokuja kufanya presentation. Kwa hiyo tunao furaha kubwa, ni furaha kubwa sana kwetu kuwa sehemu ya maendeleo haya. Lakini Mr. CEO na makamu mwenyekiti wetu na viongozi wetu wote mliokuwa hapa, sasa tutakwenda rasmi kufanya mradi huu kuwa active. Leo baada ya kusaini hapa, tutakachofanya tutakwenda kuwa na project maalum na Hassan Bumbuli na Haji hapa idara yenu natakiwa ifanye kazi kweli kweli. Wale mashabiki ambao tumekuwa tukishabikia timu yetu, sasa tuende kuiongezea thamani timu yetu financial. Isiishie tu watu wanachat kwenye magrupu huko, tena huu wito unaotoa kwenye magrupu ya Young Africans. Kabla mtu especially maadmin, sasa najua uko karibu na maadmin, asichat mtu yeyote kwenye group la Young Africans mpaka atume muamala wa kuonyesha amelipia ada yake wanachama. Kuanzia sasa hivi. Na hiyo ndio policy yetu. Hatutaki watu ambao hawana contribution kwenye timu yetu. Unataka kutoa mawazo yako, tuonyeshe identification kama wewe ni mwana Yanga. Na identification hiyo hasa itakuwa ni ule muamala wa shilingi 29. Ukituma hiyo ndio sasa admin akuruhusu kuendelea kuchat. Kinyume na hapo mawazo yako yapeleke huko kwingine. Kwa hiyo tunataka tuongeze thamani kwenye klabu yetu kwa kutoa mchango kama wanachama na tuwe wanachama active, na baada ya hapo tutaiona klabu inabadilika complete. Nisingependa kuwachosha, nichukue fursa hii kumkaribisha mkurugenzi wa Killnet, Mr. Mohamed. Safari ilikuwa ndefu sana. Leo nakuomba usimame mbele ya hadhira utueleze kwa uchache kabisa Killnet imekuwa role gani na klabu ya Young Africans, na baada ya hapo tutamkaribisha mwakilishi kutoka NCAD atueleze kwa uchache NCAD ina mahusiano gani na Young Africans, na baadaye Hassan atatuongoza kwenye shughuli yetu. Karibu Mr. Mohamed. Wa Yanga. Kwa hiyo kauli mbiu yetu daima mbele nyuma mwiko nayo itakuwepo pale
kuonyesha kwamba kila kitu kimekamilika kwa Young Africans, na ukiipata hiyo sasa wewe utatamu, maana maeneo mengi utakuwa na thamani nayo.